Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Unamsikia mtumishi wa Mungu huyu Paulo anasema amevipiga vita vizuri vya imani. Sikiliza, kumtolea Mungu ni kwa imani. Kuishi maisha ya Ukristo, maisha ya wokovu ni kwa imani. Vinginevyo wakati huu wa leo unaweza ukakata tamaa, ukasema kwamba kama ni hivyo wokovu basi. Mtume Paulo alikuwa ni mhubiri mzuri wa kwenye masinagogi. Alikuwa ni farisayo wa mafarisayo. Lakini alipompata Yesu akasema, sasa nitamhubiri Yesu mpaka kieleweke. Nitakwenda kona zote za wale ambao hawamjui Yesu, niweze kumhubiri Yesu, hata kama ni kwa kupigwa, hata kama ni kwa kufa, hata kama ni kwa kufungwa. Una habari ya Paulo? Paulo alikwenda mpaka kifungoni. Paulo alipelekwa kwenye magereza. Paulo alipelekwa kwa wakuu wa dini, akaweza kuhukumiwa. Kwa nini unahubiri habari za Yesu? Sikiliza mtoto wa Mungu, usiogope kuhubiri habari za Yesu ukasema kwamba watanitukana, ukasema kwamba watanicheka. Hebu mpeleke Yesu injili yake iweze kwenda, uvipige vita vizuri vya imani, upate tuzo. Leo tumekuwa wavivu wa kuhubiri injili, tumekaa. Sikiliza, Yesu karibu anarudi. Yesu karibu anarudi. Yesu karibu anarudi, na watu wanaenda motoni. Hebu kimbizana hapo ulipo, waambie kwamba Yesu anaokoa. Mahali popote ulipo, waambie Yesu anaokoa. Usiache kumtaja Yesu kwamba Yesu anaokoa, kwa sababu utasababisha yule mtu aweze kwenda motoni kwa ajili yako. Kwa hiyo Paulo akasema amevipiga vita vizuri vya imani kwa kuminywa, kwa kumiminwa kwenye gereza. Anawaasa na wale wengine wote ambao wamemwamini Yesu kwamba ninatamani hata nyinyi kwamba mimi nakwenda, lakini natarajia kwenda kupokea taji ya haki. Ninatarajia na nyinyi sasa muminywe, mpigwe, lakini mkamate imani ili mkapokee taji ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine leo hawafikiria habari ya kurudi kwa Yesu. Wanafikiria tu kwa sababu ya maisha magumu. Wanafikiria tu kwa sababu ya mateso anayopita nayo. Wanafikiria tu kwa ajili ya majaribu anayopita nayo. Sikiliza nikwambie, hakuna jambo gumu lolote ambalo Yesu haliwezi. Hebu shikilia sana Yesu ili kwamba aweze kukupigania na kukutetea. Haleluya. Mwingine akiumwa kidogo tu anakaa nyumbani, kidogo tu anakaa nyumbani. Njoo kanisani uombe ili Bwana akusaidie. Paulo alisema amevipiga vita vizuri. Na la mwisho kabisa, unapotaka kushinda mashindano, unapocheza, kuna kukaza mwendo. Kuna kukaza mwendo, hakuna kukata tamaa. Kaza mwendo, piga hatua, usirudi nyuma, enda mbele. Kisiwepo kitu cha kukurudisha nyuma. Nyinyi vijana mabinti kwa vijana wa kiume, asiwepo mvulana, asiwepo msichana wa kukurudisha nyuma kwa ajili ya wokovu wako. Na wewe mwanafamilia, asiwepo mtoto, asiwepo jirani wa kukurudisha nyuma kwa wokovu ulio nao. Linda sana imani hiyo uliopewa na Bwana. Linda. Piga vita vizuri. Filipi 3:14. Wafilipi 3:14. Neno la Mungu linatuambia hivi kwamba
Wafilipi 3:14 linatuambia hivi ya kwamba Wafilipi 3:14 neno linasema hivi ya kwamba Paulo anasema mimi hapa nianze 13, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo ya nyuma, nikiachuchumilia yaliyo mbele, ili kwamba nini? Na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Sikiliza, kaza mwendo huku ukifikiria taji. Kaza mwendo ukifikiria kupokea taji. Kisiweka ukicha kukurudisha nyuma. Shika Yesu liye naye. Jina la Bwana libarikiwe. Utamalizia na kusoma Timotheo wa pili na mlango ule wa 4 na mstari wa 4 mpaka wa 7. Paulo anaendelea kusema kwamba amemaliza kazi na sasa anaenda kupokea taji ya haki. Lakini faida za kushindana na kwenda kwa Baba, kuna faida za kushindana na kwenda kwa Baba. Kuna kupata thawabu isiyoharibika. Hata tukifa, jengo hili litaendelea kujaza watu. Hata tukifa, hata wewe ukifa leo, watoto wataendelea kuzaliwa. Kama Yesu hajarudi, wataokoka, watakuja kuabudu mahali hapa na watashangaa, kwani hao waliojenga hili jengo wako wapi? Wewe uko mahali asiko kujua, kumbe utakuwa unasema ni mimi hapa. Sikiliza, hembu cheza mchezo ambao utakufanya ushinde. Naomba usimame juu kabisa. Sasa tunataka tumwambie Mungu siku ya leo kwamba atusaidie, atuwezeshe sisi wote tuweze kushinda. Hakuna mtu wa kushindwa, kila mmoja aweze kushinda. Hii ni kazi ya Bwana. Hii ni kazi ya Bwana, sio kazi ya mwanadamu. Taimba fungu moja tu, namba 50 ya tenzi, Yesu nakupenda umali yangu, halafu tutakwenda kuomba. Yesu nakupenda umali yangu. Maklina nipe tune. Yesu nakupenda umali yangu. Anasa za dhambi sitaki tena kwangu, kwa sababu Mwokozi ameniokoa na sasa ninampenda sana sana, kuzidi nilipoanza kuokoka. Sasa ninampenda sana. Tutaimba wimbo huo, hata ukirudia hiyo beti mara 2 sio mbaya. Haleluya, haleluya. Umali yangu, anasa za dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa sasa nakupenda. Yesu nakupenda sasa nakupenda. Juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupenda sana kwa sababu ulinichagua. Mimi sikujichagua. Ninakupenda Yesu kwa sababu umenipenda. Na hata sasa Bwana, mizigo ya dhambi naitua yote kwa jina la Yesu. Mizigo ya magonjwa
na iwekapo msalabani, katika jina la Yesu. Nafsi iliyozimia na isalimisha kwako Yesu, katika jina la Yesu, kwa sababu Yesu unanipenda sana. Hivi nilivyokuja mbele zako, unanipenda sana. Asante Bwana, kwa sababu utanisaidia kuweza kushinda safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu Yesu, natamani utakaporudi nikulaki mawinguni. Bwana, nisaidie niweze kushinda dunia hii, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Amen na amen. Mpigie Yesu makofi. Piga vita vizuri vya imani ili upate kushinda. Mungu wetu mwema, 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 Mungu wetu mwema, tuwaruhusu waende tunapoendelea sisi na mengineo. Wanafunzi wanaokaa mabwenini kama ni wa chuo au wa sekondari, nataka tuwaruhusu sasa, saa yao imefika.